Na baada ya kusema haya, kama kutakuwa kuna mtu yoyote ana maoni, ana swali, ana jambo lolote, wakuu wa wilaya wapo kwenye wilaya zetu saa 24. Vyombo vya dola vipo kwenye mitaa yetu saa 24. Katibu tawala wa mkoa na watumishi wote wapo maofisini saa 24. Kwa kuwa imetangazwa kwamba tarehe 29 ni siku ambayo watu watumie kwenda kupiga kura, kwa maana kwamba inakuwa ni kama public holiday, basi Watanzania tusipuuze haki hiyo, twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Na tukishapiga kura zetu, tusubiri matokeo ya kura tuliyoipiga ambayo yatatangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuhusu washindi walioshinda katika mchakato huo. Na baada ya kusema haya, ni washukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama kuna mwanahabari ana swali, aniulize kwa pale ambapo hajaelewa vizuri kuhusu kila anachopaswa kwenda kukiripoti katika chombo chake cha habari. Kwa mwenye swali. Karibu. Huyu hapa. Jitambulisha chombo chako na jina. Asante. Naitwa Israel Mkuta tokea Icon TV. Langu ndogo tu, kuna baadhi ya watu wamejinasibu kwamba wanapiga kura lakini wanaenda kura. Labda neno lako ni lipi? Kuna wengine ambao wameshazoea kwamba wanapiga kura na kuondoka, watalinda kura. Neno lako ni lipi mkoa? Kwa muda, nashukuru sana kutoka miradi hayo. Kwa muda mrefu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa elimu kwa Watanzania kuhusu mchakato wote wa upigaji wa kura. Katika kila kituo cha kupigia kura wapo maafisa walioteuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa kama wasimamizi wa uchaguzi, makarani, waelekezaji na walinzi pia. Kwa lugha nyepesi, ndani ya kituo cha kupigia kura michakato yote itakuwa ya huru na haki. Na kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeelekezwa distance ya kila moja kuwa baada ya kupiga kura. Kwa hiyo niombe Watanzania wote na hasa wa Dar es Salaam, zipo taarifa za kawaida zenye nia njema za kumtaka Mtanzania au mwana Dar es Salaam anapopiga kura kuweza kuilinda kura yake. Kulinda kura yake maana yake nini? Kila chama kinachoshiriki katika uchaguzi kimeteua mawakala wao ambao watakuwa maobservers wa mchakato huo huru na ambao utakuwa ni wawazi ndani ya kituo cha kupigia kura. Kwa hiyo huyo ndiye aliyeteuliwa na chama, na huyo ndiye atakayekuwa ni mwakilishi wa wafuasi wote wa chama cha siasa kilichoshiriki katika uchaguzi huo. Na baada ya mchakato huo, wale mawakala wote watashiriki kuhesabu katika kura zao za wagombea wao, kusaini pale ambapo wanakubaliana matokeo, na baada ya hapo ndio watakuwa ni mabalozi sahihi wa wafuasi wa chama hicho cha siasa tunapokwenda kutangaza matokeo hayo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sioni afya yote unapopiga kura hapo ukabaki hapo hapo kwamba unailinda kura yako. Utaratibu umekushawekwa vizuri ya namna mawakala wote na maafisa wote wa namna kuelekeza wewe kushiriki katika kupiga kura na baadaye kuja kutangazwa matokeo ya kura yako. Swali jingine? Karibu. Maswali matatu yanatosha. Naitwa Ayubu Luka, natokea Jambo la Habari. Na kwa kuwa kumekuwa na wingi kwa hasa sisi waandishi wa habari kiposti habari ambazo zinahusiana na uchaguzi, kuhamasisha watu kupiga kura, kunakuwa na message ambazo zinakuwa zinatoka kwa baadhi ya watu ambao ni kama za vitisho hivi, kwamba unasema kwamba unatulazimisha kupiga kura, basi tutaanza na hii tarehe 29. Kwa hiyo kuna hilo wimbi la baadhi ya watu kutishia vyombo vya habari. Sasa hii ilikuwa nataka nijue, ukiwa kama mkuu wa ulinzi na usalama wa mkoa, labda mlipangaje ili kuweza kuhakikisha kwamba maeneo ya vyombo vya habari, kimaanisha sehemu za vyombo vya habari ambavyo vipo vinakuwa na ulinzi hasa kwenye
siku za uchaguzi na mara baada ya uchaguzi? Kwanza mtaungana na mimi kwamba taifa la Tanzania ni taifa ambalo limeweka uhuru mkubwa sana kwa vyombo vya habari, na limeweka uhuru huo kwa sababu ya umuhimu na umadhubuti wa vyombo vya habari katika taifa letu. Na kipaumbele mojawapo ambacho nilikushasema awali kwamba vyombo vya dola vimeapa kwa katiba kwamba vitalinda usalama wa raia na mali zao. Mwanahabari ni raia na kamera ni mali yake. Na kwa mantiki hiyo, katika kauli hiyo ni kwamba mwanahabari yoyote ambaye ataripoti taarifa katika taifa letu ya kufundisha, ya kuhabarisha, wote hawa ni raia ambao wako katika package ya kulindwa katika taifa lao na mali zao. Lakini pamoja na hilo, kuna maeneo yote nyeti katika taifa letu na hasa katika mkoa wetu. Na nyinyi mnafahamu kwamba mkoa huu ni moja ya mikoa mikubwa ambayo imebeba uwekezaji mkubwa sana, na ni mkoa ambao una vitu vingi ambavyo vitakapoharibiwa vinaweza kuleta taswira ambayo sio sahihi. Maeneo yote ya msingi vyombo vya dola vinafahamu namna ambavyo maeneo hayo yote yapo kwenye viganja vyao. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, katika jambo jingine utakapotishiwa na mtu yoyote, ninyi ni waandishi wa habari, mnafahamu taratibu. Mtaripoti katika kituo cha polisi, kwa chombo cha dola, ili mtu huyo aliyekutishia aweze kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Nihitimishe kwamba msiogope waandishi wa habari kuwa viunganishi kati ya watu na serikali, bali ogopeni waandishi wa habari kuwa wagawaji wa taifa kati ya wananchi na serikali yao. Jambo lolote mnapoliripoti lazima mwe mmekwisha tafakari kiasi cha kutosha impact ambayo inaweza kutokea baada ya wewe kuwa umekwisha ripoti jambo hilo. Na ndio maana nyakati zote tunasisitiza kubalance story kabla hujairusha story. Umepata taarifa kuna maboksi ya kura yameibiwa, nachukulia mfano, wewe unakwenda unaripoti maboksi ya kura kweli yameibiwa, unaleta taharuki, uliza moja kwa moja kutoka kwenye kituo hicho, fika kwenye kituo hicho, pata taarifa zilizo sahihi kabla hujaweza kuripoti taarifa yote. Na kama kuna matishio, vyombo vya dola vipo kukulindeni ninyi pamoja na mali zenu, yani kwa maana ya kamera na vitu vinginevyo. Basi baada ya kusema haya, na washukuruni sana na asanteni sana. Sana.